Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi leo mama kanisa anaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Yakobo Mtume. Yakobo Mtume, tunaelezwa katika somo la Injili kwamba alikuwa ni watoto wa Zebedayo, na hawa mitume ambao Yesu aliwaita kwa mara ya kwanza wanashuhudia maisha yao, na baadaye historia, masimulizi ya historia yao, walikufa kwa sababu ya kuitetea imani. Mitume wa kwanza kabisa kuuawa kwa sababu ya kuitetea imani. Na ndugu hawa wawili tunasikia katika ile somo la Injili wanaombewa kibali na mama yao. Mama yao anakwenda kuomba kwa Bwana wetu Yesu Kristo, anaomba hawa wanawe wawili, mmoja awe upande wake wa kuume na mmoja upande wake wa kushoto katika ufalme wa Bwana wetu. Katika ufalme wa Bwana wetu anawaombea nafasi ya upendeleo, nafasi ya pekee katika ufalme wa Bwana wetu. Na Yesu anasema kwamba hawajui leo mnaoliomba, na hiyo sio kazi yake yeye kuwapa hiyo nafasi. Na hapo Yesu anatumia nafasi ya kufundisha kwamba watu wa ulimwengu, viongozi wa ulimwenguni humu huwatumikisha kwa mabavu na kutaka kujionyesha, lakini yeye anataka kwamba ufalme wake uwe ni ufalme wa kutumikia zaidi, sio kutumikiwa. Kutumikia zaidi kuliko kutumikiwa. Ndugu zangu wapendwa, hili somo tukiliunganisha na sisi wana utume wa kwaya, na sisi pia tumeitwa katika utume. Ndio maana tunaitwa UKWAKATA, utume wa uimbaji, utume wa kwaya Katoliki. Ni utume, kazi tunayofanya ni utume. Tunafanya utume wa uinjilishaji. Na Mtakatifu Agustino anatuambia anayeimba vizuri anasali mara 2. Kwa hiyo kwa utume wetu sisi tunawasaidia na watu wengine kuweza kusali. Kwanza sisi wenyewe tunasali, halafu tunawasaidia na watu wengine kusali. Na ndio maana kauli mbiu tunayobeba katika kongamano letu la safari ya mwaka huu ni kwamba wanakwaya tujiinjilishe sisi wenyewe. Kauli mbiu inasema wanakwaya tujiinjilishe sisi wenyewe. Tunaweza mkarudia? Turudie pamoja. Wanakwaya tujiinjilishe sisi wenyewe. Sema tena. Wanakwaya tujiinjilishe sisi wenyewe. Nafasi ya kwanza sisi wanakwaya tujiinjilishe sisi wenyewe. Tusiwe waimbaji tu. Tunaimbia watu wengine, tunainjilisha wengine. Tuanze kujiinjilisha sisi wenyewe. Nyimbo tunazoziimba, je, zinanisaidia mimi mwenyewe kubadilika kuwa mtu mwema? Utume wangu naofanya, uimbaji wangu unanisaidia mimi mwenyewe kwa maisha yangu kuwa kiroho? Au naimba tu basi kwa sababu ni Jumapili zamu yetu kuimba misa ya pili, tunaimba basi baada ya hapo unaondoka unakuwa mtu yule yule? Tujitahidi sisi wenyewe kujiinjilisha. Kwa nyimbo zetu tuinjilishane sisi wenyewe, tusaidiane kuwa wana utume bora. Kila siku tujitahidi kuwa wana utume bora kwa njia ya uinjilishaji wetu. Na kwa somo hili tunaomba neema ya kuwa wanyenyekevu. Tuombe neema ya kuwa wanyenyekevu. Tusitamani sana kuonekana sisi ndio wa pekee zaidi katika maadhimisho. Sisi ndio tumeshika nafasi ya pekee, kwa hiyo sisi ndio wa ranki ya juu. Tutafanana na mitume hawa ambao wanaombewa nafasi ya kutaka kuwatawala wengine, bali sisi iwe nafasi ya kutumikia zaidi. Kwa utume wetu tukijifunza hayo mambo, kuwa wanyenyekevu, tutafanya vizuri zaidi. Na hata sisi wenyewe tutajiinjilisha vizuri, tutawainjilisha na wale ambao tunawasaidia kusali mara 2, wale ambao tunawasaidia kusali mara 2 katika utume wetu wa uimbaji katika maadhimisho yetu. Basi ndugu zangu wapendwa, tuombe Mwenyezi Mungu atupe nguvu ya kuwa wana utume bora. Atupe nguvu ya kuwa na utume bora. Pale tulipoanguka, tujitahidi sasa tuinuke, tuanze upya. Na kwa njia ya kongamano hili itupe namna nzuri ya kuanza upya. Ndio maana tunakusanyika. Tunapokusanyika kama mazingira haya, tunataka tupeane maarifa, tukumbushane utume wetu, tukumbushane thamani yetu, tukumbushane namna bora ya kuendelea kufanya utume ndani ya kanisa. Kwa hiyo kwa kongamano hili la mwaka huu na kwa kauli mbiu hiyo kwamba wanakwaya tujiinjilishe sisi kwanza, tujitahidi kuweza kutembea vyema katika kauli mbiu hiyo, itusaidie kutembea katika utume wetu wa kwaya. Tumsifu Yesu Kristo.